Ukiota ndoto hizi ni ishara kwamba unakwenda kufungukiwa katika maisha yako, riziki zako na kila kilichokuwa kizuri. Asubuhi hii ya leo insha Allah ya tarehe 23 kama sikosei, tunakwenda kutoa tafsiri ya ndoto 3 ambazo zina ishara ya kufungukiwa maisha yako na ishara ya kutengenekewa mambo yako ambayo yalikuwa yamekwama kila siku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walhamdulillahi alladhi rafa'a as-samaa wa wada'a al-arda wa nasaba al-jibala wa arsala ar-riha wa adlama al-layla wa adaa an-nahara. Amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah jalla fi'ala, sasa moja kwa moja hebu twende katika tafsiri ya ndoto hizi maalum ambazo ukiziota uelewe kwamba ni tafsiri ya ndoto njema kabisa zisizokuwa na tabu wala mashaka wala shida yoyote. Ifuatayo ni taarifa ya ndoto hizi. Ama ndoto ya kwanza tunasema tafsiru ru'ya al-matar al-aziz ma'a al-farhi fi al-manami ya Ibn Sirin. Ni tafsiri ya ndoto za mvua, tena mvua nzuri kabisa pamoja na furaha usingizini. Ukiota ndoto mvua inanyesha ukiwa uko katika furaha katika usingizi wako. Na surru'ya tunasema kwamba idha ra'aita fil manami anna mataran aziza yanzilu wa anta farihun bihi. Ukiona katika ndoto kwamba mvua kubwa inashuka hali ya kuwa na wewe unaifurahia mvua hiyo, kuna mawili, ikunyeshe ama tu inyeshe lakini wewe unaiona katika ndoto, basi utakapoiona ndoto hii tafsiri yake ni kwamba matarun azizun, mvua nzuri kabisa kubwa, yushiru ila rahmatillahi ilwasi'a, huashiria rehma ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa pana. Kwa hiyo yoyote atakayeona ndoto hii ajue ishara yake ni hiyo. Lakini walfarahu bil matari dalilun ala zawalil humumi, na kufurahia mvua ni dalili ya kuondoka kwa huzuni. Hapo sasa, kama ulikuwa una huzuni za muda mrefu halafu ukaona mvua katika usingizi, aidha inakunyeshea ama inanyesha tu, basi hii ni dalili kwamba unakwenda kuondokewa na huzuni yako ya muda mrefu. Huzuni ya aina yoyote, iwe ni huzuni ya pesa, huzuni ya maradhi, huzuni ya kuondokewa na misiba kama vile kufiwa na mambo kadha wa kadha, huzuni yako inakwenda kuondoka. Maana yake kutapatikana faraja kubwa sana kutoka kwako. Lakini walfarahu bil matari, na kufurahia mvua, dalilun ala zawalil humumi, kufurahia mvua ni dalili ya kuondoka kwa huzuni kama tulivyosema. Wa hiya bisharatun birrizqi walfaraji ba'da sabri, ni bishara ya riziki na faraja baada ya kusubiri. Kwa hiyo ukiota ndoto ya mvua inanyesha ama inakunyeshea, hiyo ni bishara ya kwamba unafunguliwa sasa riziki zako, unafunguliwa faraja zako zinakwenda kufunguka baada ya kuwa umesubiri kwa muda mrefu. Pengine una miaka na miaka riziki zako zimekuwa ngumu kupatikana, huna faraja, kila siku wewe ni mtu wa manunguniko, masikitiko na maumivu. Sasa kwa ndoto hii basi elewa kwamba sasa Allah
anakutumbukiza katika faraja na kupata riziki iliyokuwa safi na salama. Kwa hiyo ndio tafsiri ya ndoto hii. Na Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu, na yeye ndiye anayeteremsha mvua baada ya watu kukata tamaa. Kwa hiyo ulikosa riziki, maisha yalikuwa magumu, sasa Mungu anakuletea maisha sawa sawa na watu hawana mvua, sasa Mungu kaishusha mvua. Hiyo ndio tafsiri ya ndoto ya kuota mvua. Ama hiyo ni ndoto ya kwanza katika asubuhi hii ya leo. Sasa hivi kila asubuhi tutakuwa tunakuleteni tafsiri za ndoto kabla ya mambo mengine. Kadhalika tafsiru ru'ya, shakhsu yu'tika malan fil manami. Ndoto nyingine ya pili tunayekwenda kuitafsiri ni tafsiri ya ndoto ya mtu anayekupa pesa usingizini. Wapo watu huamini kwamba akiota amepata pesa basi ni nuksi, ndio anapata nuksi, hatopata pesa. Sio kweli, hiyo sio tafsiri ya kielimu. Hizo ni dhana tu za baadhi ya watu ambazo wanapandikiza katika akili za watu. Sasa twende tukaitazame ndoto hii. Mwanawachuoni Ibn Sirin anatuambia, idha raaita fil manami, ukiota katika usingizi wako, anna shakhsan a'taka malan kathira, kwamba kuna mtu anakupa mali nyingi au anakupa pesa, basi tafsiri yake a'ta'ul mal yadullu ala rizqin qadim. Kupewa pesa katika ndoto au kupewa mali basi huashiria riziki inayokuja. Maana yake kuna riziki wewe ambayo inakuja kwako, ipo mbioni kukujia. Wa kathratul mali dalilun ala si'ati rizqi. Na hiyo ndoto yako kwa kuwa inaonekana ina wingi wa mali, basi kila kitendo cha kuota wingi wa mali, basi hii ni dalili ya kutanuka kwa riziki yako kuwa nyingi katika hali ya kawaida. Lakini pia wa huwa aidan dalilun ala mas'uliyatin jadida, pia ni ishara ya jukumu jipya. Kama wewe ni kiongozi, aidha kama wewe unafanya kazi katika ofisi fulani, basi kwa mujibu wa ndoto hiyo pia inaashiria kwamba utapewa cheo au utaongezwa nafasi au utapewa ukubwa au utakuwa na jukumu lingine lolote lile jipya ambalo ni jukumu la kheri na litakalo kufanya uendelee kufurahia environment ya kazi zako na majukumu yako. Na katika Qur'ani Allah anasema, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabe. Mwenyezi Mungu huruzuku au humruzuku amtakaye pasi na hesabu yoyote. Walillahi alhamdu, huyo ndio Mungu katika Qur'ani. Ama ndoto ya tatu na ya mwisho katika siku hii ya leo. Wakati tunakwenda kuleta ndoto ya mwisho, kwanza naomba niwakumbushe, msisahau kusubscribe katika chaneli yetu, lakini pia kushare na ndugu zenu wapate kujifunza ili sote tupate thawabu. Lakini pia jambo lingine tunaomba tuwakumbushe kwamba katika elimu zetu tunazozitoa, walillahi alhamdu, tunakuwa tuna wadau ambao huwa wanatusapoti katika masuala ya rauta yetu ya wifi. Sasa inshallah wifi yetu kwa sasa imekwisha. Sasa hivi tunafanya kuunga tu. Tukirekodi video kama hizi tunakwenda kutafuta sehemu zenye wifi, tunalipia gharama, tunarusha video, tunarudi tena, basi inakuwa ni mzunguko mrefu sana. Kwa hiyo tunaomba inshallah jambo hili tunalileta kwenu.
kama kuna mtu yeyote anaweza kulibeba hili peke yake. Wifi yetu ni shilingi 70,000 tu ambayo huwa tunailipia kwa mwezi. Sasa inshallah, kwa hiyo yoyote yule ambaye atakayeweza kuliwezesha hili suala, basi inshallah itakuwa ni kheri na tutamfanyia dua sana sana sana. Naamini wapo wadau ambao wanafuatilia vipindi vyetu na hawatamani vipindi hivi vikate. Wanatamani kila siku vipindi viendelee kuwepo. Na vile vile katika, pengine unaweza ukasema mimi sina uwezo wa yote hiyo, lakini naweza nikatoa robo, nikatoa nusu, nikatoa robo tatu, ili mradi tu huyu na huyu na huyu wakitoa watu 2, 3, 4, 5, basi tunaweza tukafikia lengo la 70,000 iliyokamilika na kuweza kuilipia wifi yetu, ili tuendelee kupata madarasa yetu bila ya kukatika, kwa sababu tunatumia wakati mgumu sana kuyaleta madarasa kwa kipindi hichi. Urekodi alafu uende ukatafute sehemu yenye wifi, ulipie alafu urushe darasa alafu urudi tena, inakuwa ni changamoto. Kwa insha Allah tunaomba tuweze kulikidhi hilo, kulimaliza hilo kwa wale wadau ambao wako katika kheri, na insha Allah tutawafanzia dua, katika dua mujarrab kabisa ambazo tutakazozifanya kwa ajili yao. Sasa tuendelee na ndoto ya 3 ambayo ndio ndoto ya mwisho. Lakini pia tangazo lingine la mwisho, tunalo grupu letu ambalo tumefungua, ni grupu la masuala ya dua, kufundisha dua mbalimbali na tiba mbalimbali. Grupu hili ni grupu la WhatsApp ambako yoyote atakayehitaji kuingizwa katika grupu letu utatutumia, utasema tu kwenye WhatsApp kupitia namba hii unaiona hapa chini ya 0713521944. Utasema ustadhi, ninaomba uniunge katika grupu. Bas, bila ya kuanza assalamu alaikum alafu umetulia mpaka nije nikujibu, nije nijue unasema nini au unataka nini, muda umeshapita na mambo yashakuwa mengi. Wewe weka tu neno tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ninaomba uniunge katika grupu, na insha Allah utawezwa kuwekwa katika grupu. Sasa moja kwa moja tunakwenda kumalizia tafsiri ya ndoto ya 3. Tafsiri ya ndoto ya 3: alwiladatu tadullu ala alkhuruji min adhiqi. Kuota unajifungua, kwa wale wanawake kuota anajifungua, basi hii inaashiria kutoka kwenye dhiki. Mtu yoyote atakayeota ndoto anajifungua, basi atambue kwamba sasa anatoka kwenye dhiki. Lakini pia wataabu qablaha dalilun ala sabirin tawil, na endapo utapata tabu zile za kujifungua, basi ni dalili ya kwamba ulikuwa katika subra ndefu sana. Ndio pale tunasema ni kwamba tafsiru ru'ya alwilada ba'da tab fil manami. Idha ra'aita fil manami, utakapoona katika ndoto zako usingizini, annaka walatta ba'da ta'abi ashadid, utakapoona katika ndoto kwamba umejifungua, lakini kujifungua kwako ni baada ya tabu nyingi sana, basi alwiladatu tadullu ala alkhuruji min adhiqi. Kujifungua kunajulisha kwamba unatoka kwenye dhiki. Lakini wataabu qablaha, na zile tabu ambazo ulizozipata kabla ya kujifungua, dalilun ala sabrin tawil, ni dalili juu ya kwamba ulikuwa na subira kubwa sana. Lakini wahia bisharatun bifarajin qaribin jidda, nayo ni bishara ya faraja iliyokuwa karibu sana. Ukiota ndoto hii, maana yake una faraja ipo karibu sana inayokuja. Lakini kujifungua kunaashiria kutoka kwenye dhiki. Kama wewe ulikuwa una dhiki
maisha yako hayaendi, biashara zako haziendi, pesa hupati, maisha yanakuwa magumu, basi fahamu ukiota unajifungua, hiyo ndiyo ishara sasa unakwenda kuondokana na tabu, dhiki na ugumu wa maisha, unakwenda kufutika katika maisha yako. Ndio Mungu katika Qur'ani anasema fa inna ma'al usri yusra, hakika kila penye uzito pana faraja. Hizo ni ndoto 3 maalum ambazo ndoto hizi tumekuletea kwa ihsani ya Turiyu TV. Walillahi alhamdu. Mwisho kabisa tunakutangazia tena kwa wale ambao wanatamani kupata kitabu ambacho kimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili lakini kimechanganya na Kiarabu katika majina. Ni kitabu cha majina ya Allah. Kila jina lina dua yake. Mfano, ukisoma jina labda ya Allah mara idadi ya 66, ulisome saa ngapi na uwe uko maeneo gani na utapata kitu gani. Aidha, labda wewe unahitaji uweze kufungukiwa kichwa chako kiwe chepesi kwenye kuhifadhi, basi kuna jina lake maalumu ambalo linaashiria kuisoma kufungua kichwa chako. Kama wewe unahitaji dua ya biashara maalum, basi kuna jina maalumu ambalo ukilisoma biashara yako inakwenda kufunguka vizuri. Kama wewe unahitaji labda dua ya kununua kipando kizuri, basi kuna dua maalumu ambayo ukisoma ama kwa hakika utahakikisha unanunua hicho kipando. Kwa hiyo hizi ni dua zinazokuja kwa majina ya Mungu, lakini majina yenyewe ni 30 tu katika majina 99. Yamechaguliwa 30 yenye nguvu kubwa na nzito na yenye dalili na ishara zilizokuwa nzuri. Kwa insha Allah kitabu hichi kitapatikana kwa sadaka ya shilingi 15,000, na yoyote yule ambaye atakayetamani kukipata hichi kitabu, basi inshallah tunamuomba atutafute kwenye namba zetu hizi unazoziona chini hapa. Sasa basi tunaleta kwenu ombi letu tena la mwisho. Kama kuna mtu anaweza kutulipia kifurushi chetu kwa ajili ya kuendeleza mada zetu zisipoe, basi tunamruhusu kuanzia sasa, na inshallah tutamfanyia dua kubwa kabisa yeye pamoja na familia yake kwa hicho ambacho atakachokuwa amekifanya inshallah, kwa sababu rauta wetu ya wifi imekwisha. Inshallah kufikia hapo niseme ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Muhammad Kundia At-Turiyu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.